Bwana, leo Diamond Platinum kaongea ukweli ambao wasanii wengi wanaogopa kusema kuhusu serikali yao. Sasa Diamond Platinum leo kajitoa mwanga, kasema ukweli kabisa. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live tukamwangalia huu ukweli ambao wasanii wengi wanaogopa kusema kuhusu serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay. Sasa Diamond Platinum, hivi mfano unapewa nafasi ya kuiambia serikali, una mambo mangapi ya kuiambia au utaiambia nini serikali yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Pengine kitu kimoja tu, labda kama itawapendeza serikali au hao viongozi, kama itawapendeza, lakini wanaweka nguvu sana kwenye mpira, wanaweka nguvu sana kwenye mpira wa miguu, jambo zuri. Ila kwenye muziki unadharau kinoma, mshikaji wangu. Kweli mshikaji wangu Diamond Platinum. Kwa hiyo sasa unataka kuniambia kwamba serikali inawatumia nyie kipindi cha kampeni tu. Serikali ikihitaji show, wasanii wanapigiwa simu usiku wa manane. Lakini kura zikishapatikana hata namba za wasanii zinapotea. Ila jamani, anyway, tuendelee. Kwa hiyo unataka kuniambia serikali haichukui serious kivile hii tasnia ya muziki? Yani hawachukui serious hivyo. Yani si tunaonekanaga tu pale kunapokuwa kwenye masuala ya makampeni, kwenye manini, yani hapo tu serious. Ila baada hapo miundombinu changamoto mshikaji wangu. Kwa sababu kama tuzo stress zilikuja, na sidhani kama zitarudi tena kwenye nchi. Ila jamani, yani kampeni zikianza, ghafla tu wasanii wanakuwa marafiki wa viongozi. Lakini kampeni zikiisha, hata simu hazipokelewi tena. Alafu wanasiasa wanajua chorus za nyimbo za wasanii kuliko wanavyojua matatizo yao. Sasa hapo wanasemaje? Wasanii wanapendwa kweli au wanatumika tu wakati wa kampeni? Yaani wasanii wanatumika kuvuta umati, lakini nani anawavuta wao wakipata shida? Ila sasa hao wasanii wakiongea ukweli, ghafla wanaitwa wachochezi. Ila jamani, anyway, tuendelee. Kwa hiyo sasa Diamond Platinum, hizi tuzo za tracing, kwa nini haziwezi kurudi Tanzania? Kwa sababu hazikuwa na sehemu sahihi ya kufanyia. Kwa walipokuja hapa wamekosa sehemu, wakaenda kufanya kule kwenye bahari, masiji zinadondoka nini. Lakini walipoenda Rwanda, walifanya kwenye arena ilikuwa best tuzo. Hapa miundombinu hamna. Unajua Diamond Platinum, wakati mwingine tusipende kuilaumu serikali. Unajua serikali iko busy sana, inafanya mambo mengi sana. Yani kwa ukweli inafanya mambo mengi. Kwa hiyo wakati mwingine tusilaumu hii serikali. Najua wanafanya mambo mengi. Kijitahidi kwenye muziki. Yani ni aibu si hatuna arena. Yani Rwanda wana arena si hatuna arena. It does not make sense mimi ukiniambia. Kiniambia nchi haiwezi kufanya, naweza kufanya. Hajaona umuhimu wake. Hajataka. Mbona viwanja vyotengenezwa? Bilioni ngapi zimetoka? 300 na ngapi zimetumika kutengeneza sijui uwanja mpira. Mwingine na Mkapa tunawapi kila mkoa arena moja tu nchini. Yani kumbe Tanzania hakuna arena. Tunazidiwa baga na Uganda. Kwa kweli hili aibu, kwa kweli ni aibu sana. Lakini viwanja vya mpira wanajenga. Lakini kwenye muziki wa support, alafu kodi wanachukua. Wale wanaitwaga nani wale? Wanaitwa BASATA. Wanachukua kodi. Lakini kunyeenda kuweka miundombinu zero. Kwa kweli hili ni aibu sana. Yani ni aibu si hatuna arena. Yani Rwanda wana arena si hatuna arena. It does not make sense mimi ukiniambia. Kiniambia nchi haiwezi kufanya, naweza kufanya. Hajaona umuhimu wake. Hajataka. Mbona viwanja vyotengenezwa? Bilioni ngapi zimetoka? 300 na ngapi zimetumika kutengeneza sijui uwanja mpira. Mwingine na Mkapa tunawapi kila mkoa arena moja. Hivi vipi Zanzibari? Hivi Zanzibari kuna arena kweli kule? Zanzibar. Sasa wale usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe account yetu ya Ndui Media. Asanteni sana.